Naitwa Deogratias Cosmas Mahinyila, ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zilizo chini yake. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, tunaitwa Bavicha. Sasa siku ya jana tarehe 15 mwezi wa 9 majira ya asubuhi, wakati naingia hapa mahakamani, nilipita pale getini kwa kifupi tu. Nilikuta kuna ule mzozo uliokuwepo jana wa kuhusu namna ya watu kuingia mahakamani. Nilipita pale getini na baadaye nikaingia hapo mapokezi, kwa sababu alikuwepo pale naibu katibu mkuu wa chama Amani Gorugwa. Mimi nikawa nazungumza naye kuhusu hasa msingi wa shida iliyoko hapo ni nini, kwa sababu huko nyuma tuliambiwa kwamba chama kilikuwa kimepewa na chenyewe nafasi ya kuwepo na wawakilishi hapo getini kuweka uratibu wa namna ambavyo wanachama mbalimbali na watu wengine wanaweza wakaingia na kufuatilia kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa nikiwa bado naongea na Mheshimiwa Amani, na wakati tunamalizia akaingia askari mmoja ambaye baadaye nimekuja kuambiwa kuwa ni askari kwa sababu alikuwa amevaa nguo za kiraia, akanigusa mgongoni na kuniambia, wakili, huruhusiwi kuwepo hapa, ili eneo liko chini ya ulinzi wa polisi, unapaswa kuondoka. Na mimi kiukweli nilimuuliza kwamba siruhusiwi kuwepo hapa, niende wapi? Unafahamu kama mimi ni wakili na unafahamu kama hapa nilipo ni sehemu ya eneo la kazi yangu. Wewe ni nani unaniambia niondoke, na niondoke kwenda wapi? Akaniambia, wewe kama ufahamu pa kwenda, basi ngoja nikuoneshe unapaswa kwenda wapi. Akanikuida na kuanza kunivuta na zile tafrani zilizotokea. Sasa kwa kifupi sana, kwanza niwashukuru watu wafuatao. Niwashukuru waandishi ambao mliweza kuyanasa yale matukio, kwa sababu mambo haya yangetokea gizani, pengine nchi na dunia isingejua kwamba nini kinaendelea na hao watu wanaoitwa pengine polisi wanafanya baadhi ya mambo kivipi na maeneo kama haya ya mahakama. Kwa hiyo mimi nawashukuruni waandishi wa habari na nawashukuru Watanzania wote kwa ujumla kwa namna ambavyo walikerwa na tukio lile. Lakini pia naomba nikishukuru chama cha mawakili Tanganyika. Tumeona hatua walizochukua na tunaamini leo kuna vikao vingine. Baraza la uongozi jana lilikaa kwa dharura na leo pia litaendelea. Baraza la uongozi la chama cha mawakili Tanganyika wamechukua hatua na naamini kuna mambo kadhaa watayafanya. Kuna hatua kadhaa watazichukua kuhusu tukio lile. Lakini pia niwashukuru mawakili mbalimbali, mawakili kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, walituma wakili Poke Sabo, mawakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu walituma mawakili, na pia chama cha mawakili pia walituma mawakili pale Central Polisi. Sasa mara baada ya kufika Central Polisi na ile tafrani iliyotokea hapa, nilihojiwa kwa kosa la kufanya fujo mahakamani. Ni kosa ambalo ni kituko kusikia kwamba eti wakili amehojiwa kwa kosa la kufanya fujo mahakamani, na polisi wameniambia kwamba bado wanaendelea na uchunguzi wa kosa hilo. Kwa hiyo pengine na wenyewe kuna hatua watazichukua, lakini vyovyote itakavyokuwa, mimi kama wakili na mimi kama afisa wa mahakama naomba tu niseme yafuatayo. Mimi huu wakili sikupewa kama zawadi. Naamini ziko hatua kadhaa ambazo chama cha mawakili kitazichukua, lakini pia mawakili kwa ujumla watachukua. Lakini mimi binafsi naomba niseme mambo yafuatayo, kwamba mimi huu wakili sikuuokota barabarani. Najua maadili ya uwakili ni nini. Hii ni kazi yangu. Ni kazi ambayo nimeisomea na naifanya na naheshimu sana. Kwa hiyo nafahamu maadili ya uwakili, nafahamu nini kama wakili napaswa kufanya, na mambo hayo huwa nayafanya siku zote. Na hata jana kwa busara kubwa sana na kwa uwezo mkubwa sana nilikuwa nikitekeleza majukumu yangu kama wakili. Nilishangaa tu wanaibuka watu ambao baadaye nikagundua kwamba wamejitambulisha kwamba ni askari polisi, wananielekeza nini cha kufanya nikiwa mahakamani, nini cha kufanya nikiwa kazini kwangu. Kwa mimi naomba nitumie fursa hii tu kuwaambia polisi na wafahamu kwamba sisi huwa tukiwa vituo vya polisi huwa tunawaheshimu sana, na huwa tunajitahidi muda mwingine kuwavumilia hata kwenye mambo ambayo tunaamini pengine wanayafanya tofauti na utaratibu, kwa lengo tu la kuwafanya na wao watimize wajibu wao, ili na sisi wengine tufanye kazi zetu maeneo mengine. Sasa naomba tu niwaambie polisi, mimi binafsi na kama nilivyosema, naamini matamko mengine yatatolewa na vyombo mbalimbali ikiwemo chama cha mawakili Tanganyika. Mimi binafsi mapolisi hawawezi kunielekeza chochote nikiwa kazini kwangu. Mimi ni afisa wa mahakama, hawana la kuniambia kuhusu kazi yangu. Cha zaidi tu, mimi kama afisa wa mahakama nikiwepo hapa mahakamani na uwezo wa kuwasaidia polisi mambo kadhaa, kwa sababu sitegemei kwamba kirahisi tu polisi anaweza akawa anamjua hata jaji, kama jaji amevaa suti hajavaa joho lake. Kwa mimi naweza nikaa kwenye nafasi nzuri ya kumwambia askari polisi, pengine kaeni pembeni, kuna jaji anapita, yule anakuja. Kwa mimi ni afisa wa mahakama, na pengine huko duniani kwa wenzetu kwenye nchi zingine ndio maana mahakama zina
zina mapolisi wake, zina watu ambao wanailinda mahakama. Kwa mambo yaliyotokea jana yanatuma picha kubwa sana. Pengine siku nyingine hata mashahidi huko mahakamani wanaweza kawa hawana confidence ya kutoa ushahidi wao wakiwa huru, kwa sababu wanaamini pia mapolisi wanaweza wakafanya chochote wakiwa mahakamani. Kwa mimi binafsi naomba niseme na niweke kwa uwazi kabisa kwamba naifahamu taaluma yangu na siwezi kukubali kucompromise chochote zaidi ya kwamba nitakachokifanya ni kulinda maadili ya uwakili, maadili ya kazi yangu, kwa sababu ni kazi ninayoipenda na ninayoiheshimu. Na yeyote ambaye atataka kutweza utu wangu, atakayetaka kunifanya pengine mimi nikaishi tofauti na miiko ya taaluma yangu, nitajitahidi kwa njia yoyote kumuonesha kwamba jambo hilo silikubali, na sitakuwa tayari kwa kweli kupiga magoti kwenye jambo ambalo pengine linaweza likatweza taaluma hii, sio leo tu, hata katika vizazi vijavyo. Lakini jambo lingine ambalo natamani kutumia fursa hii kulisema ni kwamba ni lazima kuna mazoezi ya kisheria tuyafanye. Kama nilivyowaambia, na mimi pia na sisi pia mawakili huwa tuna mawakili wetu, kwa sababu hili jambo limenikuta mimi. Naamini tunaendelea kushauriana na mawakili wenzangu, hatutaki kuruhusu jambo hili liishe kama lilivyo. Naamini kuna mazoezi kadhaa ya kisheria tunaweza tukayafanya kuhusiana na tukio lililofanyika hapo kesho. Kwa hiyo tuupe muda nafasi, lakini kwa hatua ya sasa naomba tu itoshe kusema kwamba yale yaliyotokea jana wote mmeyaona, na mimi binafsi niko imara. Sio tu jana, nitakuwa imara leo, kesho na siku zingine zote kulinda hadhi yangu kama wakili, lakini kulinda hadhi ya taaluma hii ambayo kwa kweli ni taaluma ambayo kama watu wengine wanavyosema na huwa mnasikia, ni taaluma ya watu waliostaarabika, ni taaluma ya watu wasomi, ni taaluma ya watu ambao kwa kweli hatuamini katika mapambano ya nguvu. Damu yetu sisi sio ya mwili na nyama. Mapambano yetu sisi ni ya vifungu vya sheria, ni tunatumia akili. Kwa hiyo lolote ambalo litaonekanika kama sio ustaarabu, na sisi tutatumia kwa kweli kwa nafasi zetu tulizonazo kuonesha mambo hayo sio sahihi kufanyika kwenye jamii ya watu waliostaarabika na hapa mahakamani. Mwenyekiti wa vijana